Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu mpya kabisa. Na mtazamaji wangu, hivi sasa moja habari inayozidi kugonga vichwa vya habari ni kutokana na kile ambacho kimeweza kufanywa na wabunge nchini Tanzania. Kikao ama bunge lililokuwa likiendelea, wameweza kushangaza idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kwa tamko ambalo wameweza kulitamkia Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Ila mtazamaji wangu, ni vyema uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Na sisi bunge hili kama wawakilishi wa wananchi tunapaswa kwenda kwenye laini yake ili taifa letu lisonge mbele. Mheshimiwa Naibu Spika, wote wa Tanzania tulikubaliana yaliyotokea sio mazuri, lakini si sifa kuendelea kuzungumza kitu kibaya kitakachotugawa. Na mtazamaji wangu, kama ulivyoweza kusikiliza kile kilichokuwa kikijadiliwa huko bungeni, kwa mara ya kwanza baadhi ya wananchi wa Tanzania wameweza kurejesha imani yao kidogo kwa bunge la taifa hilo. Hii hapa imeweza kuchangiwa na kile ambacho kimeweza kushinikizwa kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kwani ni jambo ambalo halikotarajiwa kamwe. Mimi hapa nitaweza kukufahamisha baadhi ya sababu ambazo zimeweza kuchangia Rais Mama Samia Suluhu Hassan kufikishwa katika hatua hiyo. Kwanza kabisa, kuna haki kwa waathirika walioweza kupoteza maisha ama wale walioweza kupoteza jamaa wao katika maandamano yaliyoweza kufanyika Oktoba tarehe 25 mwaka 2025. Pia mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa kuna baadhi ya waathirika walioweza kupata majeraha katika maandamano hayo yaliyoweza kufanyika Oktoba tarehe 25 hadi mapema Novemba tarehe 3 mwaka 2025. Haya yote yaliweza kusababishwa na amri ya utumiaji wa nguvu kupita kiasi ya maafisa wa polisi iliyoweza kuwa imetolewa na viongozi wa serikali ya awamu ya 6 waliokuwa wakiongozwa naye Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Vilevile mtazamaji wangu, hivi sasa kuna uwajibikaji wa dola, na ndipo ambapo bunge limeweza kulazimika kuchukua hatua ya aina hiyo ili kipindi na wakati ambapo uongozi wa Marekani utaweza kufuatilia tukio ambalo waliweza kudai kwamba wangependa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kujifikisha katika ofisi za ICC ili uchunguzi uweze kufanywa dhidi yake, basi moja kwa moja bunge litaweza kupatikana liliweza kuwa katika upande wa wananchi, kwa wao kulilia haki ziweze kupatikana kwa waathirika wa aina yoyote ile walioweza kuathiriwa na maandamano yaliyoweza kufanyika huko nchini Tanzania, jambo ambalo hivi sasa ni shinikizo kubwa na presha kubwa kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan na viongozi wakuu wa chama tawala cha CCM. Vilevile mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, katika kifungu cha katiba kuhusu haki ya uhai, kwani katiba nchini Tanzania haijaweza kupea yeyote yule mamlaka kuchukua uhai wa binadamu yeyote yule kwa njia ya aina yoyote ile, na ndipo ambapo bunge limeweza kuamua kuchukua hatua kali na kulilia haki ziweze kupatikana kwa familia walioweza kupoteza wapendwa wao kwa maandamano hayo ya mwaka 2025, pia wale walioweza kuhusika kwa kupata majeraha na kuendelea kuumia kimatibabu hivi sasa. Vilevile mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa kile ambacho bunge limeweza kujaribu kufanya kwa wao kudai ya kwamba Rais Mama Samia Suluhu Hassan na uongozi ulioko madarakani kwa ujumla uweze kupeana haki kwa wale walioweza kupoteza jamaa wao na hata kupata majeraha katika maandamano yaliyoweza kupita. Hatua hii inajaribu kupunguza hasira
hasira na machafuko zaidi katika taifa la Tanzania, na ndipo ambapo siku ya jana tulipokuwa tukishuhudia sherehe za mfano wa kuzaliwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, baadhi ya wananchi hawakuweza kusherekea siku hiyo ya kuzaliwa ama mfano wa kuzaliwa kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Hata baadhi ya watu waliokuwa wakikata keki, tuliweza kushuhudia keki hizo kuvunjwa ama kuharibiwa na umati, ili hakuna yoyote yule kusherekea siku hiyo iliyotarajiwa kuwa siku maalum kwake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Vilevile, mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, hivi sasa bunge limeweza kujaribu kulinda taswira ya nchi katika mataifa ya kigeni kwa njia moja ama nyingine. Hivi sasa mataifa ya kigeni yanazidi kufuatilia mno kwa ukaribu uongozi ulioko madarakani kwa yale yote yaliyoweza kufanyika kwa swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi ili waendelee kusalia kuwa madarakani. Je, ni kipi ambacho ataweza kukifanya hata kwa ajili ya kufanya mataifa ya kigeni kuwa tayari kushirikiana kimiradi ili kukuza nchi ama uchumi katika taifa la Tanzania? Na mtazamaji wangu, pia jambo lingine ambalo limeweza kushinikiza bunge kufanya maamuzi ya aina hiyo dhidi ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, kila kona hivi sasa katika mitandao ya kijamii, kila kipindi na wakati ambapo mtu yeyote yule atakayekuwa akitaka kuona ni kipi kiliweza kujiri katika maandamano ya amani, hasa swala la utumiaji wa nguvu kupita kiasi, basi anazidi kupishana na picha na kanda za video za hali halisi, ijapokuwa uongozi wa serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan uliweza kudai kwamba picha na video zilizokuwa zikisambazwa katika mitandao ya kijamii ziliweza kuwa picha na video za kubuniwa na AI, jambo ambalo sio kweli bali ni uhalisia wa matukio halisi yaliyoweza kutokea. Vilevile, mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, kuna kuonyesha uongozi wa kibinadamu. Hivi sasa sote tunafahamu kwamba hatua hii, iwapo kweli Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kukubali ombi na pendekezo lililoweza kutolewa bungeni, mtazamaji wangu, moja kwa moja huenda watu wakaweza kuona jinsi gani ambavyo wanaozidi kukaa huko bungeni wameonyesha kitendo cha utu kwa familia zilizoweza kuathirika, ijapokuwa ni kipindi kigumu kwa jamaa hao, ila hawajaweza kuonyesha swala la kiburi na kujali maslahi yao binafsi, bali wameweza kuonyesha jambo ama kitendo cha utu, jambo ambalo linazidi kutarajiwa kufurahisha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania. Pia mtazamaji wangu, kuna shinikizo la ndani kutoka kwa wabunge na wananchi. Sote tunafahamu kwamba mikoa mbalimbali iliyoweza kuathirika kwa kupoteza jamaa na wanaoishi katika mikoa hiyo, hivi sasa wabunge wanaozidi kutoka katika mikoa hiyo wanazidi kupitia kipindi kigumu, baadhi yao kulazimika kuweka ulinzi wa hali ya juu kwa familia na hata biashara wanazozidi kuzimiliki kutokana na hasira ambazo wananchi wapo nazo. Mtazamaji wangu, itakuwa vema iwapo wewe hapo utaweza kutochia maoni yako katika uwanja comment section kuhusiana na hatua ambayo imeweza kufanywa na bunge. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.